Sema Magufuli 2015 neki yamtangaza kuwa mshindi wa kinyang'anyiro cha urais. Aongoza mikoa yote isipokuwa Dar, Kilimanjaro, Arusha na Pemba. Na katika picha inaonyesha mgawanyo wa kura na nchi imekuwa kijani katika eneo kubwa isipokuwa Arusha, Kilimanjaro, Pemba na Dar es Salaam. Lowassa pinga matokeo ya urais Dr. Magufuli ya urais wa Dr. Magufuli, Ukawa watibua ngome za CCM. Azam yamkaribisha rasmi Dr. Magufuli baada ya kuongoza ligi kuu kwa kuifunga JKT Ruvu. Ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi likiwa limeandikwa hivyo na likiwa limekoleza kijani, ama Waswahili wanasema likiwa limekoa rangi ya kijani katika nchi nzima. Nafungua kurasa za gazeti hili ndani. Lowassa pinga urais wa Dr. Magufuli. Ni saa chache kabla ya Dr. John Magufuli wa CCM kutangazwa mshindi katika kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgombea wa chama cha Chadema Edward Lowassa aliwasilisha pingamizi lenye hoja tatu kuhusu mwenendo wa uchaguzi kwa mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Damian Lubuva na kugonga mwamba. Katika tamko hilo, Lowassa alikuwa akipinga matokeo ya kura za urais zilizotangazwa na neki, akidai kuwa si halisi na kutaka yasitishwe, lakini tume hiyo haikuweza kufanya hivyo. Uangalizi wa Ibana Zeki ni uangalizi wa kimataifa wa uchaguzi mkuu nchini wameitaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi Zanzibar kueleza sehemu ambazo zilikuwa zina ukiukwaji wa taratibu. Ni Magufuli 2015 zikionyesha picha na wafuasi wa Chama cha Mapinduzi CCM katika maeneo tofauti wakiwa wanashangilia ushindi. Dr. Magufuli ndiye rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakayeongoza serikali ya awamu ya 5 baada ya kuwashinda wagombea wengine kutoka vyama 10 vilivyosimamisha wagombea 7 katika uchaguzi uliokuwa na mbio za mafahari wawili. Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC Jaji Damian Lubuva alimtangaza Dr. Magufuli kuwa rais katika siku ambayo kada huyo wa CCM alikuwa akiadhimisha miaka 56 ya kuzaliwa kwake, ikiwa pia ni siku ya 108 tangu apitishwe mkutano mkuu wa CCM kuwania urais Julai 12. Na mtazamaji, Dr. Magufuli anapewa nafasi hii ya kuwa rais wa 5 akiadhimisha miaka 56. Miaka 10 iliyopita wakati kama huu, Jakaya Mrisho Kikwete ambaye anamaliza muda wake, yeye alikuwa na miaka 55. Ni gazeti la Mwananchi. Habari nyingine zilizopewa uzito katika maeneo ukurasa wa ndani. Mangungu ashinda ubunge Mbagala. Ni baada ya kuibuka mzozo wa kutangazwa kwa matokeo ya ubunge katika jimbo la Mbagala, hatimaye mkurugenzi wa uchaguzi wa manispaa Temeke amemtangaza mgombea wa CCM Isa Mangungu kuwa ndiye mbunge mteule. Mkurugenzi huyo ambaye pia ni msimamizi wa uchaguzi huo, Fortidas Kagimbo, alisema mgombea huyo aliongoza kwa kura 87,249 akifuatiwa na mgombea wa Kafu aliyepata kura 77,000. Na naibu waziri abwagwa udiwani. Mgombea wa udiwani wa Chadema kata ya Ringwani Maiso amembwaga aliwahi kuwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Dr. Deogratias Mwita wa CCM katika uchaguzi wa Chadema alionyakua viti 18 vya udiwani kati ya 30 katika jimbo la Serengeti. Haya, taarifa hiyo iko sawa. Aliyekuwa naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Deogratias Mwita. Haya, wasomi waeleza sababu mawaziri kuanguka. Wasomi nchini wametoa maoni tofauti kuhusu kuanguka kwa baada ya mawaziri wa bunge maarufu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu, kwamba hali hiyo inadhihirisha wananchi wanataka mabadiliko kwenye utendaji. Tangu walipoanza kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili, mawaziri, naibu mawaziri 5 na wabunge wengine maarufu kwenye bunge la 10 wameshindwa kutetea majimbo yao. Wabunge ambao wameanguka ni Steven Wasira, Ana Kilango, Dr. Sylvie Kebwe, Christopher Chiza, Agri Mwamri na Godfrey Zambi. Akizungumzia matokeo ya jana, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Richard Mbunda alisema wananchi wamefanya uamuzi huo kwa sababu viongozi wamekaa madarakani muda mrefu, kwa hiyo hata utendaji wao umepungua. Kesi ya Lipumba yapigwa kalenda hadi Novemba 27. Watumishi LHRC
mbaroni kwa kusanya matokeo. Jeshi la polisi linawashikilia wafanyakazi 36 wa kituo cha sheria na haki za binadamu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uchaguzi na kusambaza kwa umma kinyume cha sheria. Wafanyakazi hao walikuwa wameweka kambi kwenye kituo cha LHRC kilichopo Mbezi Beach, wakusanya taarifa za uchaguzi kutoka kwenye majimbo zaidi ya 200 Tanzania bara na visiwani kwa ajili ya kuandaa ripoti juu ya uchaguzi mkuu. Msimamizi wa kituo hicho Ana Henga aliwaambia wanahabari kuwa saa 8 mchana walivamiwa na polisi wenye silaha za moto na kuwataka wazime kompyuta zote ili waondoke nazo bila kuwaambia kosa lao. Alisema baada ya mabishano ya muda na askari hao alidai hawakuwa na kibali cha kuwakamata, ndipo walipoambiwa kuwa kituo chao kinapokea taarifa za uchaguzi na kusambaza kwa Watanzania. Alisema kituo hicho kipo kisheria na vibali vyote kutoka na mamlaka husika na kipo chini ya TASEO, lakini wameshangazwa na hatua hiyo ya polisi kuvamia kama majambazi bila kuwa na kibali na kuondoka na kompyuta zao 24 na simu za mkononi za watumishi hao. Utaratibu huu sio mara ya kwanza kuufanya, lakini tumepigwa na butwa kwa uchaguzi wa mwaka huu kwa kitendo cha kuvamia na kushikilia wafanyakazi wenzangu kwa zaidi ya saa kadhaa, alisema Henga. Ni habari mbalimbali zilizotawala katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi. Na sasa naweka kando Mwananchi. Habari Leo ni Magufuli ashinda urais wa Tanzania kwa 58%. Lowassa afuatia Anna Mghwira watatu kukabidhiwa cheti na kuapishwa hii leo. Daktari wa kemia John Pombe Joseph Magufuli ndiye rais wa 5 wa Tanzania. Jana ambapo alitimiza miaka 56 ya kuzaliwa kwake, Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC ilimtangaza kwa ushindi wa uchaguzi mkuu wa urais mwaka 2005 ulifanyika Jumapili iliyopita. Mbunge huyo wa Chato kwa miaka 20 aliyezaliwa Oktoba 29 mwaka 1959 ametangazwa mshindi baada ya kupata kura 8,882,935 sawa na 58.46. Na katika picha inamuonyesha Rais Jakaya Mrisho Kikwete akimpongeza kwa furaha mshindi wa kinyang'anyiro cha urais kwa tiketi ya CCM na rais mteule Dr. John Pombe Joseph Magufuli mara baada ya mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wawili hao walikuwa wakifuatilia matangazo kupitia runinga, na mara baada ya kumaliza kuyatazama matangazo hayo, basi wakakumbatiana ikiwa kama ishara ya kufurahia ushindi huu. Walikuwa kwa pamoja na kumruhusu daktari wa kemia Dr. John Joseph Pombe Magufuli kuwa rais mpya mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na atapewa cheti hii leo, na picha ikionyesha wawili hao wakiwa wamekumbatiana hivyo katika ishara ya furaha kabisa. Naika kando sasa nafungua ndani, ama kabla sijafungua ndani, kilichombeba Magufuli kushinda urais ikiwa imeandikwa, na picha pia inamuonyesha rais mteule wa 5 Dr. John Pombe Magufuli akipokea simu za pongezi baada ya kutangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Waangalizi wasifia uchaguzi. Umoja wa waangalizi wa ndani wa uchaguzi Tanzania SEMOT umepongeza mchakato wa uchaguzi wakisema sheria na kanuni vimezingatiwa na kuheshimiwa. Licha ya kumpongeza Dr. John Magufuli kwa kuchaguliwa kuwa rais wa awamu ya 5, wameshauri wananchi kuweka kando tofauti zilizotokea wakati wa uchaguzi, baada yake waunganishe nguvu kulijenga taifa. Utulivu warejea Zanzibar, haki za binadamu wataka kuisaidia ZEC, diwani asomewa mashtaka hospitali, chama cha ufugaji nyuki cha zinduliwa. Diwani wa kata ya Kagondo kupitia tiketi ya NCCR Mageuzi katika manispaa ya Bukoba, Anatoli Amani, amesomewa mashtaka akiwa amelazwa hospitali kwa tuhuma za makosa matatu, ikiwemo kuingia kwenye kituo cha kupigia kura na kuwanyang'anya wasimamizi kitabu cha kupigia kura. Akisoma mashtaka mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama hakimu mkazi mkoa wa Kigoma wa Kagera Dennis Malembo, ya mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi Athmani Kilati alidai kwamba mshtakiwa alitenda kosa hilo Oktoba 25 mwaka huu. Kinana kazi sasa ni kutekeleza ilani. Wasome wamepongeza ushindi wa Magufuli. Tarime Chereko urais wa Magufuli. CCM yakomboa majimbo 13 ya ZOA 188. Chama cha Mapinduzi CCM kimerejesha mikononi majimbo ya uchaguzi 13 yaliyokuwa kwenye mkono ya vyama vya upinzani, huku chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kikichukua majimbo 16 yaliyokuwa mikononi mwa chama tawala miaka 5 iliyopita. Aidha, chama hicho tawala hadi kufikia jana kilifanikiwa kuibuka na ushindi katika majimbo takriban 188 kati ya majimbo 264 ya uchaguzi iliyokuwa yakiwaniwa
Chadema imepata majimbo 35. Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa na usimamizi wa uchaguzi kwenye majimbo mbalimbali nchini katika mikoa ya Kigoma, CCM inarejesha mkononi majimbo 4 ambayo ni Kasulu mjini, Kasulu vijijini, Muhambwe na Kigoma kaskazini yaliyokwenda kwa upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2010. Majimbo hayo sasa yanashikiliwa na chama hicho kupitia wabunge wake wapya Daniel Nsanzugwako Kasulu mjini, Kasulu vijijini Hole Vuma, Muhambwe Justus Atashanta na Kigoma kaskazini Peter Serukamba. Aidha chama hicho pia kimerejesha majimbo mawili mkoani Mwanza ambao ni Magana iliyokwenda kwa Stanislaus Mabula, Ilemela iliyokwenda kwa Angelina Mabula, awali ikiwa chini ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa Ezekiel Wenje Nyamagana Haines Kiwia. Pia CCM imerejesha jimbo moja mkoani Kagera ambalo ni Biharamulo Magharibi lililokuwa likishikiliwa kwa sasa na Mukasa Oscar, linaloshikiliwa kwa sasa na Mukasa Oscar likitoka kwa Chadema, na mkoani Katavi amerejesha jimbo la Mpanda kupitia Sebastian Kapufi ilikuwa likiongozwa na Chadema. Aidha CCM imerejesha majimbo 3 katika mikoa 3 ya Lindi, Manyara, Mara ambao ni Lindi mjini ambao sasa limeenda kwa Hassan Kaunje, Mbulu vijijini Gregory Masai na Musoma mjini Vedastus Matayo. Haya. Mangungu wa CCM hatimaye ashinda ubunge Mbagala Tanzania. Singapore wajadili ushirikiano wa Marekani, hospitali ya Aga Khan kushirikiana. Watendaji wizara habari wa aswa. Habari hiyo inapamba baadhi ya kurasa katika gazeti la Habari Leo. Naweka kando Habari Leo na sasa ni Majira. Ni Magufuli katika picha kimeonyesha akiwa akifurahia hapa. Azam waishusha Yanga kileleni. Habari hiyo ikiwa imeandikwa kwa udogo katika kurasa wa mbele. Kamishna Zeki afunguka, asema mwenyekiti hakutushirikisha. Dunia zidi kuisakama Zeki, polisi wavamia uangalizi wa uchaguzi. Soma habari hiyo. Kurasa ndani. Maalim Seif wagombea wengine wampinga Jecha. Katibu mkuu wa CUF Maalim Seif Sharif Hamad wamesema jopo la wanasheria wa CUF limeangalia kwa kina tamko la mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zeki Jecha Salim Jecha na kufuta uchaguzi na kubaini kuwa ni batili kwani halikufuata misingi ya katiba na sheria. Dunia yazidi kuisakama Zeki. Ni wadau wa ndani wa kimataifa wameendelea kumsakama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar Zeki Jecha Salim Jecha kwa uamuzi wake wa kufuta uchaguzi wa Zanzibar katika hatua za mwisho. Wajumbe Zeki watofautiana kufutwa kwa uchaguzi. Katika kuonesha tume ya uchaguzi Zeki imepaganyika, mmoja wa wajumbe wa tume hiyo Ayubu Bakari Hamadi amepinga mwenyekiti wa Zeki Jecha Salim Jecha akisema uamuzi wake wa kufuta matokeo haukuwashirikisha. Akizungumza na waandishi wa habari juzi muda mfupi baada ya Jecha kutangaza kufuta matokeo hayo, Hamadi alisema uamuzi huo ni wake mwenyewe. Hamadi akinukuu vifungu vya sheria katika tume ya uchaguzi kifungu 119 alisema ili mwenyekiti wa Zeki aweze kuzungumza jambo lolote linalohusu tume ni lazima washirikishe wajumbe. Mimi Ayubu Bakari Hamadi, mjumbe wa tume ya uchaguzi na mjumbe mwenzangu wa tume hiyo Nasor Hamisi Mohamed, tunasema maamuzi yaliyofanywa na mwenyekiti wa kufuta matokeo si halali. Na katika picha pia inaonyesha wahamiaji haramu kutoka Ethiopia wakiwa chini ya ulinzi wa katika makao makuu ya idara ya uhamiaji mkoani Lindi. Kikwete afanya uteuzi tena. Ni Rais Jakaya Mrisho Kikwete amemteua Msuya kuwa mwenyekiti wa bodi ya udhamini wa mfuko wa rais wa kujitegemea PTF kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana Ikulu Dar es Salaam na katibu mkuu Ikulu Peter Ilomo. Uteuzi huo ulianza jana Oktoba 25 mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo uteuzi huo ni kwa miaka 3. Msuya ni mshauri wa wanafunzi wa chuo kishiriki cha Duse cha Dar es Salaam. Haya, habari hiyo imeandikwa na ndio ile maadili ya uandishi wa habari, imeandikwa kwa jina moja. Msuya wako wengi, Msuya Kleopa, Msuya nani. Kwa hiyo ni yale tu maadili ya uandishi wa habari, ukiandika jina moja hapa Mwalimu Mrutu bila shaka anakumbukwa vizuri kwa polisi wavamia uangalizi wa uchaguzi, wakamata 25 wabebe kompyuta na simu. Kituo cha sheria na haki za binadamu ile CHRC cha Mbezi Beach kinachofanya kazi zake ya ukusanyaji wa taarifa za uchaguzi mkuu chini ya mtandao wa asasi za kiraia na uangalizi wa uchaguzi Tanzania TASEO kimevamiwa na kuwekwa chini ya ulinzi wa polisi kwa takriban saa 5 kikituhumiwa kusambaza kwa umma taarifa za uchaguzi mkuu. Ni gazeti la Majira. Na sasa naliweka kando na kamata gazeti la Jambo Leo. Wanaisoma namba 1,882,935. Ashinda kwa 58%. Shangwe kila kona. Lowassa 39.97. Samia andika historia. Ni Magufuli